Kweli ni kwamba sasa hivi nimechanganyikiwa. Kwa hebu nipeni kama siku moja au mbili nifikirie. Yes, bwana dada yetu hapa, bwana ameweza kuchanganyikiwa kweli kweli. Sio dada yetu mwingine bali ni huyu Mange Kimambi ambaye tunamzungumzia. Anasema yeye ameweza kuchanganyikiwa na sasa hivi anakorogeka zaidi baada ya akaunti yake ya Instagram kufungiwa na watu wa Meta. Watu wa Meta ni watu ambao wanamiliki mtandao wa Instagram na hata pia Facebook. Anasema kwamba Mange Kimambi bana amekorogeka sababu umbea ndio kitu ambacho alikuwa anakitegemea, akaunti yake ndio kitu ambacho alikuwa anakitegemea kutengeza hela, kufanya matangazo na hata pia kuhamasisha vijana kudai haki zao. Lakini mpaka sasa anasema amezidi kuchanganyikiwa kabisa. Nitakuwekea video hapa uweze kuona vile ambavyo anaongea akisema kwa amechanganyikiwa na sasa hivi sijui hali yake itakuwa vipi. Na pia ameendelea kwa kusema kwamba sasa hivi hana hela, hana pesa tena. Sababu kitambo alikuwa anafanya kazi nyingi akiwa peke yake, sababu unajua mtazamaji, ukiwa peke yako huwa uko huru kufanya mambo mengi. Lakini sasa hivi tokea olewe basi anamsikiza mume wake, na mume akiomba pesa kwa mume wake akiambiwa hana, basi inabidi atulie. Kwa hiyo wale wa Tanzania ambao wanamfuatilia huyu Mange Kimambi, amesema kwamba muweze kumchangia jamani, hata kitu kidogo muweze kumchangia, sababu hali yake ya kiuchumi sasa hivi imeyumba na hata pia akaunti yake Instagram ndio alikuwa anaitegemea kufanya matangazo, kutengeneza content zake, lakini mpaka sasa hivi akaunti ile ilifungwa na hakuna mapato yote anayopata huyu dada wetu wa taifa ambaye anajulikana kama vile Mange Kimambi. Bwana nipo na video zake hapa nitakuwekea uweze kumuona, uweze kujionea vile ambavyo anaongea, sije ukasema kwamba wewe mtangazaji unatudanganya. Mange Kimambi hawezi kufilisika, hawezi kuongea maneno hayo. Hizi hapa video zake mbili uweze kujionea yale mambo anayozungumza. Anasema kwanza amekorogeka, halafu pili anasema anahitaji achangiwe sababu amefifia kihela. Azidi kujionea video hizi, halafu pia usahau kusubscribe, usahau kulike na hata pia usisahau kushare. Bwana Mange Kimambi sasa hivi amekuja kupigwa butwa. Wale Waswahili wanasema kwamba amekuja kupigwa na kitu kizito hapa. Hii ni baada ya akaunti yake kuweza kufungiwa mtazamaji. Walikuwa watu watatu waliofungiwa. Huyu Mange Kimambi, kuna yule mwingine anajulikana kama Sativa, mwingine anajulikana kama vile Sarugi nini. Lakini cha ajabu Sarugi yake ilifunguliwa yule. Watu wa Meta waliweza kuifungua. Akaunti ambazo zimebakia ni ya Mange Kimambi na huyu Sativa. Bwana wacha nizidi kukuwekea video hizo uzidi kujionea mwenyewe. Bwana video zenyewe ndio hizi hapa. Ndugu zangu, kweli ni kwamba sasa hivi nimechanganyikiwa. Kwa hebu nipeni kama siku moja au mbili nifikirie the way forward. Nimechanganyikiwa because sijui cha kufanya. Kumbukeni umbea ndo ajira yangu. Yaani umbea ndo umebadilisha maisha yangu. Yaani maisha yangu yamebadilika kwa sababu ya hii ajira ninayofanya. Lakini sasa ajira hii ninayofanya ndio sasa inayotumika sasa kurudisha nyuma harakati. A few moments later. Guys, mimi siwezi kufanya hii kazi forever, kila siku kurudi kuwakumbusheni. I wish atoke na mtu mwingine ambaye atakuwa na platform hii asaidiane na mimi. Especially mimi sasa hivi at the end of the day, unajua mimi nimeolewa. Kama mnavyojua nimeolewa. As before nilikuwa na like a lot of independence ya kufanya whatever, hata kama ataki nini, yani ya kuendelea na hizi harakati zangu, because I had a lot of money of my own. Lakini sasa hivi sina income, sina hela, so I have lazima nimsikilize shemeji yenu akiniambia nitulie, akiniambia nini. Maisha haiwezekani tena. Maisha hayako tena. Yes! People are suffering. Yes!